Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 na 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kama ilivyo ada na kawaida, wanafunzi wenzangu tuliopo hapa na wale ambao tunafuatilia katika mitandao ya aina mbalimbali, mimi ni kualike tena. Leo ni siku nyingine tutakwenda katika darasa letu la kutazama energy ya mwezi wa tatu, watu ambao walizaliwa ndani ya mwezi wa tatu, namna gani walivyo watu hawa, wanakuaje na namna gani unaweza ukaishi nao kupitia energy namba 3, hasa ndani ya mwezi waliozaliwa. Kama wewe ambaye umezaliwa mwezi wa tatu, basi hili darasa leo linakuhusu kwa 100%, na huenda pia wewe mwanamume au mwanamke, mfanyakazi au bosi au kampuni na watu unashirikiana nao, huenda pia kupitia energy namba 3 hii, kama unafanya kazi ambaye yeye amezaliwa ndani ya mwezi wa tatu, basi tambua kwamba energy yake mwezi wa tatu ndio hii ambayo hivi punde tutakwenda kuifahamu na kuijua katika hali ya juu. Kumbuka kwamba taratibu hizi zitafanyika kutokana na kuwepo kwa tafiti, na majibu ya tafiti ndio yanatoa majibu haya ambayo tutakayokwenda kuambiwa nyakati fupi tu zijazo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Muda huu ni salamu, kisha baadaye tutakwenda tukajue namna gani mwezi wa tatu ilivyo. Ni mwezi muhimu kwa watu ambao waliozaliwa na mwezi huo, tabia zao, matendo yao, lakini pia namna gani wewe uchukue njia sahihi ya kuweza kuishi nao ili migogoro, mitihani hapa na pale iweze kukuondoka. Muda huu ni salamu Dr. Said na Sheikh Safuddin Al-Ghazali. Ya Allah ya Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, hali gani Dr.? Wallahi hali namshukuru Allah tabaraka wa taala. Naam. Na hasa ukizingatia tuna afya tele na nishati ya kutosha, hivyo hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, kama ilivyo ada na kawaida, Dr. Said na Sheikh Safuddin Al-Ghazali yuna afya bora kabisa. Lengo kubwa la kwenda kukupitisha katika zile tafiti na majibu ya tafiti ya watu waliotafitiwa waliozaliwa ndani ya mwezi wa tatu, lakini pia manaki tunazungumzia hapa ni energy namba 3. Kama wewe ulizaliwa mwezi wa tatu, basi haya yanakuhusu kwa 100%, lakini pia huenda wewe unaishi na mtu ambaye alizaliwa ndani ya mwezi wa tatu, pia hili linakuhusu kwa sababu utapata kujua namna mtu huyu alivyo na nini ambao unapaswa wewe kuyajua kwake, lakini baada ya kuyajua utapata njia salama na njia bora zaidi ya kuweza kushirikiana katika mambo ya aina mbalimbali. Dr. Said na Sheikh Safuddin Al-Ghazali, ya Allah, tunatazama energy namba 3 katika yale ambayo katika wale ambao walizaliwa ndani ya mwezi huu. Na tukabaini kwamba miezi iliyopita tukaona namna ambavyo watu wanavyo kuwa taratibu zao na matendo mengi ambayo yanafanana kwa watu wengi waliozaliwa ndani ya mwezi huu. Sahihi. Na pili, sasa basi tunakwenda kwa leo mwezi wa tatu. Mwezi wa tatu kwanza ni mwezi wa namna gani? Lakini pia tutaona watu wa aina gani? Lakini je, tafiti zimeripoti matendo ya namna gani yanayopatikana kwa watu hawa? Na nini tunaweza tukachukua njia sahihi ya kuweza kuishi na watu wa namna hii? Tayeb. Naam, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, ya Allah, pamoja na ndugu zangu ambao mlokuwa hapa, lakini kadhalika na hata wale ambao wanaotufuatilia kwa njia ya mtandao. Naam. Leo tunakwenda kutazama wale watu ambao wana energy ya namba 3. Naam. Kwa maana wamezaliwa mwezi wa tatu. Hawa wakoje hasba al-bahthi, kwa kufuatia tafiti namna ambavyo zinavyosema. Naam. Kabla hatujaanza kuwatazama hawa watu waliozaliwa mwezi wa tatu, Naam, kwanza twende tukatazame wasailul bahthi al-ilmi, kwa maana ni njia zipi au njia mbalimbali zinazotumika katika kufanya tafiti kwa mujibu wa
kiilmu biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ili tunaanza kuyaweka wazi haya majambo ili asitokee mtu ambaye amepandikizwa matango pori akaja akasema ule ni ushirikina, ile ni sihiri, au ile ni ramli. Maana kuna majitu majinga ya namna hiyo. Yani yeye hajui kitu, alafu kule kutojua kwake anahukumia vitu kwa ujinga wake yeye, kuhukumia katika mambo ambayo hata hayahusiani kabisa katika jambo kama hili. Sasa wasailul bahthil ilmi, kwa maana njia za utafiti wa kiilmu, kimaarifa, tunasema hivi tuaddu wasailul bahthil ilmi wa kaifiyatu istikhdamiha, kwa maana imefahamika njia za utafiti wa kiilmu, lakini kadhalika na kaifia, kwa maana muundo wa kutumia hizo njia za kiilmu za kitafiti. Watatanawau min haythu algharad minha, na hizi njia za kufanya utafiti zimekuja katika mfumo au aina mbalimbali. Min haythu algharad minha, kutokana na lengo ya hilo ya huo utafiti wenyewe. Panatafitiwa kitu gani? Sasa kile kitu ambacho kinachofanyiwa tafiti ndicho ambacho kina uwezo wa kuja zile wasail, njia zake katika aina tofauti tofauti, ikienda sambamba na kile ambacho kinachofanyiwa utafiti biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Haithu tustakhdamu kullu wasilatin fi naw'iyati albahth alilmi, kiasi ambacho hutumiwa kila aina ya njia fi naw'iyati albahth alilmiya, katika aina mbalimbali za tafiti zinazokwenda sambamba na ilmu, tena almunasabi laha, zinazonasibiana na kile ambacho kinachofanyiwa tafiti biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wa hunaka aidan, wanawavyoni wakasema, na kadhalika vile vile wasailun bahthin, lakini kuna njia mbalimbali. Wa hunaka aidan, lakini kadhalika vile vile wasailun bahthin yumkinu istikhdamuha, kuna njia za utafiti. Wasailu bahthin, kuna njia za utafiti yumkinu istikhdamuha, inawezekana kwa watu kuzitumia hizo njia za utafiti. Sawa. Fi akthar min naw'in min anwa'i al-bahth al-ilmi, zaidi ya aina moja miongoni mwa aina nyingi za njia za utafiti wa kiilmu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa jitahidi sana wewe ndugu yangu, kwanza kuwa mwana tafiti. Yani fanya utafiti wa majambo, usikurupuke kusema sema tu kabla haujafanya tafiti ya jambo. Ndo anasema wasemaji, alilmu qabla alqawli walfi'l. Siku zote jitahidi sana kuwa na ilmu ya hicho unachotaka kukisema kabla hujakisema. Je, ilmu ya kitu hicho unayo? Au kabla hujafanya hicho ambacho unachotaka kufanya, je, ilmu ya hicho unachofanya unayo kweli? Au ni katika wale wanaodai kuwa na ilmu hiyo hali ya kuwa sio kabisa miongoni mwa watu wa ilmu hiyo? Ndio Mtume anasema, idha usnida amrun ila ghairi ahlihi fantadhiru as-saa. Mtume anasema ikichukuliwa jambo likachegemezwa kwa mtu ambaye yeye sio wa jambo hilo, Mtume anasema fantadhiru as-saa, subirini kuharibika kwa hilo jambo. Yani jambo linawekwa kwa mtu ambaye si. Kwa hiyo anakuja mtu anasema ule ni uchawi, ukimuuliza taarifu ya uchawi na yale yanayofanyika pale ni kuna alaka gani? Hana anachojua. Sasa huyu kachukua jambo kaliweka mahala ambapo si pake, asubiri maharibiko tu. Lidha kwa hali hiyo anachoona, wanasema yumkinuna tahadduth anha, inawezekana kwetu sisi, yumkinuna, inawezekana kwetu sisi atahadduth anha, kulizungumzia sasa suala la nini, la utafiti. Wa kaifiyat istikhdamiha, lakini kadhalika na muundo wa matumizi ya tafiti hizo biidhnillah subhanahu wa ta'ala, tena bishaklin ami, kwa utaratibu mrefu kabisa. Famin ahammi tilka wasail, na miongoni mwa tilka alwasaili, kwa maana miongoni mwa
muhimu sana wa njia hizo za kufanya tafiti, miongoni mwa njia muhimu za kufanya tafiti, al-istibyan. Kuna njia inaitwa al-istibyan, kutafuta ubainifu, kutafuta taarifa, kukusanya habari. Hii ni moja katika njia za kufanya utafiti biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Je, wewe unakusanya habari? Unakusanya taarifa? Sasa hili ndio jambo ambalo linahitaji wewe ujiulize. Taarifa unazikusanya? Habari unazikusanya? Au unasema sema maadamu unao mdomo wa kusemea? Hili ndio tatizo. Yaani kuna watu wanasema, ukimuuliza limadha, kwa nini unasema? Lianna liyafam, kwa sababu mimi ninao mdomo basi. Kwa hiyo kila mwenye mdomo aseme tu. Sasa kuna watu wako hivyo, wanasema kwa sababu wana midomo. Sasa hii ni tatizo. Wa hiya ahdu ahammil wasailil mustakhdamati bikathra. Anasema na hiyo ni moja miongoni mwa njia muhimu mno za kufanya tafiti zinazotumika kwa wingi sana. Hii al-istibyan, maana yake kukusanya taarifa na kukusanya habari ni moja katika njia muhimu sana ambazo zinazotumika sana hizi njia katika kufanyaje? Katika kukusanya habari ili kufanya utafiti wa kile ambacho wanachokiendea. Haithu yaqumu mabda'u amali al-istibyan, kiasi ambacho usimama imara mwanzo wa kazi ya kukusanya zile taarifa, ala jamii almalumat, kukusanya nini? Taarifa alhamma, tena zilizo muhimu kabisa, fi dhahirati au almushkila, katika mambo yaliyodhahiri au taarifa za tatizo maalum. Zinakusanywa zile taarifa. Baada ya kusanywa zile taarifa, alafu watu wanazichakata zile taarifa, alafu wanapata usahihi wa jambo. Wewe unafanya hivyo? Kwa hiyo lazima tuwe watu makini sana katika swala zima la tafiti. Maudhu'ul bahthi, maudhui ya tafiti zenyewe. Fahuwa yashmulu al-bahthu an majmu'ati min al-iftiradat. Hii sasa inachofanya, inakusanya tafiti jumla ya al-iftiradat. Iftiradat ni jumla ya matukio mbalimbali. Yani inakusanya jumla ya matukio mbalimbali, wal as'ila, na maswali ya aina mbalimbali. Panaulizwa maswali ya aina mbalimbali, zinakusanywa taarifa, zinaangaliwa matukio ya aina mbalimbali. Sawa? Yumkinu ma'rifata al-kathiri 'anil ma'lumat. Yumkinu ma'rifatu al-kathiri 'anil ma'lumat al-matluba. Inawezekana ma'rifatu al-kathiri 'anil ma'lumat, watu kutambua taarifa nyingi kabisa al-matlubat, zinazotakiwa. Kwa nini zinafanywa hivyo? Liitimami al-bahth al-ilmi, kwa ajili ya kutimiza tafiti za kiilmu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa watu wanaojua kanuni hizi za utafiti ndio wanapita katika kanuni hizi. Sasa walichokifanya, wakawatazama watu waliozaliwa mwezi wa 3, kisha wakawafuatilia hawa watu waliozaliwa mwezi wa 3 kwa idadi kubwa kabisa, kisha wakaja wakabaini haya ambayo tutakayoyasema hapa, na ndipo wakaandika sasa katika vitabu vyao, anayezaliwa mwezi wa 3 anakuwa na energy hii namba 3, anakuwa na jambo kadha, jambo kadha, jambo kadha. Haya ni baada ya kupita katika taratibu za utafiti biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe kurupuka, wanasema ule ni ushirikina, watu wanabakia wanakucheka, wanasema ili jitu liko mbali kabisa na maarifa ya kiilmu katika hali za namna hiyo. Sasa mawalidu ashhari thalith, wale ambao waliozaliwa mwezi wa 3, wewe kama umezaliwa mwezi wa 3, haya yanakuhusu. Energy namba 3 inakuwa hivi: ashkhasun anidatun wa mutamassikatun bi ra'yiha. Kwanza hawa ni watu ambao anidatun, kwanza wanakuwa ni wabishi sana, wa mutamassikatun bi ra'yiha, na ni watu ambao wao wanashikamana na rai zao, fikra zao ndo sahihi. Hapo haingii fikra ya mtu mwingine yoyote. Kile anachodhani yeye au kile ambacho alichokifikiria yeye ndo hicho kiko sahihi. Hata kama kuna rai nyingine bora zaidi, yeye hana tabia ya kupokea rai za watu.
ile ya kwake ndio bora. Kwanza wanakuwa ni watu anidatun, wabishi sana, wakorofi manake, wamutamassikatun biraiha, na wanashikamana na nini? Fikra, rai zao wao wenyewe. Hizo ndio mambo jinsi alivyo. Mutakabbirun, mara nyingi sana energy namba 3, mtu wa namna hii anakuwa ni mtu ana kibri, anaweza kuonyesha kibri, lakini nahu saburun, lakini pamoja na yote hayo lakini ana subra anayo. Sawa, anayo matendo lakini subira ipo, ana uwezo wa kufanya subira. La yuhibbu taghyira kathira nidhamihi, mara nyingi sana anakuwa ni mtu ambaye hapendi kubadilisha misimamo yake. Akiwa na msimamo yeye atashikilia pale pale, habadilishi msimamo wake. Energy namba 3 mara nyingi wanakuwa katika hali za namna hiyo. Wa annahu yuamilu bilmithli, na alivyo huyu mtu mara nyingi sana huwa anapenda visasi. Ukimfanyia kitu atalipa tu, kwa namna yoyote lazima alipize. Anakuwa hivyo, ima alipize leo au alipize siku nyingine, lakini lazima alipe kisasi. Mara nyingi sana watu wa energy namba 3 waliozaliwa mwezi wa 3 wanakuwa hivi. Yani annahu yuamilu bilmithli, anapenda sana kulipiza kisasi. Ukimtukana naye anakutafutia timing, haikupatia fursa naye anakutukana. Ukimpiga basi naye anakutafutia timing, atakuvizia vizia angalau hata umejisahau naye yani yuko hivyo, huwa hakubali, lazima naye afanye kile alichofanyiwa yeye. Halal na deni. Wala yuhibbu an yushfiqa alayhi ahadun fi ba'd al-ahyan, na wala huwa apendi kuhurumiwa au kuonewa huruma na baadhi ya watu, hasa katika baadhi ya nyakati. Yani tunakuhurumia, yeye hataki hicho, yeye anataka apambane mwenyewe. Yani energy namba 3 mara nyingi sana inakuwa hivyo. Tunaelewana vizuri? Lakini yazalu min asbabi tafiha, lakini mara nyingi sana huyu mtu mwenye energy namba 3 utamuona ni mtu ambaye anaweza kuzira kwa sababu za kipuuzi kabisa, sababu za ovyo ovyo tu, anazira, anasusa, yani taki kusikia habari za mtu, sababu za kijinga tu yazal, anasusa, yani sitaki mimi na bana, mbona mambo yenyewe mepesi, sitaki bana, naondoka zangu mimi, sitaki vitu vya namna hiyo. Sawa, min asbabi tafiha, kwa sababu za kipuuzi kabisa. Yatajahalu ma la yuhibbuhu, lakini ni mtu ambaye huwa anapuuza na kudharau kabisa vile vitu ambavyo yeye havipendi, anapuuzilia mbali, havipi kipaumbele, yani vitu vya namna hiyo. Tunakwenda sawa? Lakini yakrahul mujamala, mara nyingi sana huyu mtu huwa apendezi, yani kuvaa vizuri akapendeza akaonekana, yeye sio jambo lake, yeye vile alivyo ndio hivyo hivyo. Yeye anaweza hata akavaa nguo isiyonyooshwa na pasi anayo, anaweza hata asinyooshe, yani sio vitu vyake, yani kupendeza yani sio jambo lake. Sawa? Wawathiqu min nafsi, lakini anajikubali kweli kweli. Ukimwambia katika wazuri anatoka yeye, atakwambia mimi mzuri sana, nionaje? Anajikubali yani. Huwa hajikatai hata siku hii moja. Tunakwenda sawa? Huyo ndio mtu mwenye energy namba ngapi? Namba 3. Na haya yote yamepatikana mimi maktadatu at-tajruba. Haya yamekwenda sambamba na nini? Na majaribio. Watu wamefanya tafiti wakabaini haya, wakaandika katika vitabu vyao. Tunakwenda sawa? Naam. Wa yuhibbu is'ada shakhsi alladhi ma'a, lakini mtu huyu miongoni mwa tabia zake bora sana, huwa anapenda sana kuwasaidia wale waliokuwa nao. Yani akiwa na watu yani hakubali hawa watu wapate shida, ndio alivyo. Hakubali hawa watu wapate matatizo, yeye ndivyo alivyo. Yani ana uwezo wa kupambana kwa ajili ya watu wengine, yuko hivyo, anapenda sana kuwasaidia watu wengine. Yusamihu bisur'ati lakin la yansa, na anasamehe kwa haraka sana ila hasahau. Yani ukimfanyia jambo anasamehe haraka sana. Tasikia bana, limekwisha hilo, limeondoka hilo, basi hilo jambo ujue limekwisha kweli, walakin la yansa, lakini ana tabia ya kutosahau. Ndo mtu mmoja, kuna usemi wa hikma, kuna mtu mmoja anasema samiha ala a'daik walakin la tansa asma'ahum, wasamehe maadui zako wote lakini usisahau majina yao. Yani majina wale maadui zako waandike kabisa kwenye diary yako, fulani adui, fulani adui, fulani, ila umeshawasamehe. Lakini majina yao usije kuyasahau.
maana yake kuwa na tahadhari nao wakati wote wanaweza kudhuru, ndo maana yake. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo yusamihu bisuratin, anasamehe haraka sana, lakini la yansa, lakini ana tabia ya kutosahau. Sawa? Yani anasamehe lakini anaishi nawe kwa tahadhari, ndo maana yake. Sawa? Idha kana biyadaika sadiqun min hadha al-ashhari hafidha alayhi. Sawa? Ikiwa sasa we unaye rafiki, lakini rafiki mwenyewe kazaliwa katika mwezi wa 3, mlinde sana huyo rafiki, kwa sababu yuko tayari kuharibikiwa yeye kwa ajili yako. Huyo rafiki ni bora kwako wewe, yuko tayari kupambana kwa ajili yako, lakini yuko tayari akose yeye upate wewe. Mara nyingi sana hawa watu wa mwezi wa 3 wako hivyo. Ndio maana tunasema wayuhibbu is'ada shakhsi alladhi ma, anapenda sana kuwasaidia wale aliokuwa nao. Sasa wewe unataka rafiki wa namna gani kama so huyu apambane kwa ajili yako? Unajua hapo marafiki ambaye ukiwa naye la tajid minhu illa udhran, wewe haupati kwake isipokuwa udhuru tu. Yani kila utachomwambia yeye anakutolea udhuru. Bana, naomba unisindikize mahala fulani. Leo na sehemu nakwenda bana, naomba unisamehe bana ndugu yangu. Ningekuwa na muda wallahi tungeenda bana. Lakini leo kuna ni saa hizi ndio natakiwa niende mahala fulani. Kumbe anakukataa huyo. Lakini ndugu yangu bana, mimi nina shida leo na shilingi 5,000. Ungeniambia asubuhi bana, nilikuwa nayo bana. Asubuhi ningekupa, lakini saa hizi bana nimeshaitumia bana. Yani yeye ndio mtu wa staili hizo tu. Yeye ni udhuru kwa kwenda mbele. Ana udhuru tu. Bana, nilikuwa na jambo fulani. Yeye atakwambia ungeniambia jana bana. Leo yani jana nilikuwa nayo. Sasa hii inasaidia nini hiyo habari ya ungeniambia jana? Mimi nataka saa hizi. Mimi nataka leo. Wewe unaniambia ungeniambia jana. Sasa marafiki wa namna hiyo wanakuwa hawafai. Lakini ukiwa na rafiki huyu mwenye energy namba 3, huyu huwa anapambana kwa ajili yako. Yani anajitahidi sana kuhakikisha kwamba wewe unakaa mahala safi, kuhakikisha kwamba wewe unakuwa katika sehemu iliyokuwa bora kabisa. Mimi niliwahi kuwa na rafiki wa namna hii. Tena huyo rafiki alikuwa ni mpambanaji kweli kweli upande wangu. Kuna baadhi ya nyakati mimi nilikuwa nafanya makosa, lakini yeye alikuwa anasimama imara pale mbele katika makosa yangu. Bora wamuone yeye ndo mwenye makosa kuliko kuniona. Alikuwa hivyo. Simtaji tu kwa jina, lakini alikuwa hivyo. Ni rafiki mwenye energy namba ngapi? Namba 3. Na sio rahisi kuwapata hawa. Ni mara nyingi sana unawakosa. Unajua wanadamu tumegawanyika, yani tuna makundi. Unajua mti jinsi unavyoona ule mti unakupa somo. Kuna mti unauona wewe, tazama hapa unaona kuna mti. Wote ule mti unaoona unakwambia ndo wanadamu tulivyo. Mti unatoa somo gani kwako? Unatoa somo hili. Ukisoma katika ilmu nafsi, ilmu ya saikolojia, utalikuta hilo darasa. Sawa? Mti unasema hivi. Mti una vitu kadhaa. Kwanza una majani, si ndivyo? Una matawi. Alafu una shina lenyewe. Tunakwenda sawa? Alafu una mizizi. Ndio mti jinsi ulivyo. Sasa haya majani namna yalivyo huwa ni rafiki wa mti ule. Wakati mvua inanyesha, maji yanakuja, majani yanafanyaje? Yananawiri na yanakuwa na rangi nzuri, na jinsi alivyokaa unasema mashaallah. Sasa mvua zikikosekana, shida ikaanza katika ule mti. Majani yale yanachofanya anasema, mzee, naona hii tabu. Mimi bana, siwezi kuendelea na wewe. Hii shida yote hii naachana na wewe. Yanaanza kupukutika moja yanatoweka. Na ndio wako baadhi ya watu akiwa na wewe ana maslahi anapata. Akiona yale maslahi yanakosekana, anakukimbia. Utaona tu anatafuta sababu anatoweka. Kwa nini? Kwa sababu maslahi yake hayapo tena. Ndo kama vile huo mti. Mvua hakuna, chakula kimekuwa kidogo. Sasa majani anaona hapa bana, bora tu yatupo tu. Yanasepa zake. Yanabaki matawi. Matawi anasema, mzee, sisi tutaenda pamoja. Usijali, achana na majani. Wanaenda pamoja kweli. Dharuba inazidi kuwa ngumu, jua kali, mvua hakuna. Na matawi yale linaanza kukauka tawi moja. Mzee,
tumejitahidi kuvumilia, lakini kwa hapa tulipofikia ninasepa, linakauka tawi, linadondoka zake. Mti unabaki kushangaa. Hawa si ndio wale unaambia kwamba tutaondoka wote, safari tasafiri pamoja. Ule mti unasema ujue. Haya. Basi baada ya hapo sasa matawi na yenyewe yanaanza kukimbia. Ndio baadhi ya watu wako hivyo. Kuna mtu mwingine ni mgumu kukukimbia, lakini anakuwekea limiti. Sio kwamba anakimbia haraka kama majani. Majani yenyewe anakimbia haraka. Ukipata tu njaa ya wiki moja akai. Sawa, lakini miti yenyewe matawi yenyewe yanatazama. Unaweza ukakaa nao hata njaa miezi 6, mwisho anakata tamaa. Ukifika mwezi wa 7 sijaona kinachoendelea, natafuta namna nyingine ya kufanya. Ndio baadhi ya watu ujue. Haya, basi matawi na yenyewe yataanza kupukutika moja baada ya lingine. Yanakuacha. Lakini wakati huo sasa kutabakia mizizi. Kwanza mizizi na shina lake. Mizizi ni kitu ambacho huwezi kukiona kwa jicho la kawaida. Na ndio walivyo wa marafiki wa energy namba 3, humuoni haraka. Wala humuoni anapita sasa, mimi ndo nimempeleka yule jamaa pale mbele. Humuoni hata siku hii. Humuoni. Na kweli yeye ndo kakupeleka pale mbele, lakini hutomuona na wala hutomsikia. Yeye anakaga nyuma kabisa. Kama ilivyo mizizi. Nani kaiona mizizi ya mti? Lakini itapambana wakati wa shida. Itamwambia wana twende pamoja tu. Wakati wa matatizo, upepo mkali unavuma, yenyewe mizizi ipo tu, inamshikilia tu, hakuna kuanguka. Mpaka itakwenda na hatuioni. Na ndio wapo baadhi ya watu wako hivyo, lakini ni wachache, na ni hao wenye energy namba 3. Ukimpata huyu mwenye energy namba 3 mara nyingi wanakuwa hivyo. Ana uwezo wa kukushika na asionekane. Yeye akawa yuko nyuma ya pazia, lakini ndio anayekushikilia wewe usianguke, kama ilivyo mizizi vile. Huyu sasa ana uwezo wa kupambana wewe mpaka mwisho wa maisha yako. Lakini sasa anapenda kususasusa. Sasa hapa anakuwa hizi tabia za kususasusa, ni mwepesi kujirudi. Anasusa lakini mwepesi kujirudi. Yuko hivyo. Kwa inshallah tunaona hii energy namba 3, sawa, ya mtu ambaye alizaliwa mwezi wa 3. Kwa hiyo mkague huyu mtu wako ambaye kazaliwa mwezi wa 3. Haya utayaona. Ima uyaone anathibiti yote, ima uyaone baadhi katika haya. Ima uyaone anathibiti kwa kiwango kikubwa, na ima uyaone anathibiti kwa kiwango kidogo. Lakini lazima haya atakuwa nayo. Mimma qtadatuhu at-tajruba. Haya ni mambo ambayo yamefanywa tafiti zikatoa majibu, watu wakaandika katika vitabu vyao. Sasa kwenye tafiti hapa kwa namna ambavyo tunaweza tukatazama watu namna walivyo. Sahihi. Lakini kuna ni mtu sahihi, ni mtu muhimu kuwa naye, na ni wachache kupatikana. Sahihi. Na kwa namna hii sasa labda tunataka tutumie energy namba 3 kwa ajili ya kumtafuta huyo mtu sahihi. Anapatikanaje? Ndio zipo taratibu. Tukishamaliza energy ya 12 kule ndio tutaanza sasa kuelekeza nini kinachotakiwa kufanyika biiznillahil karim. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu na wanafunzi wenzangu tuliopo hapa na wale ambao tunafanya katika mtandao wetu, kwa kweli kabisa unaona namna ambavyo ukimpata rafiki mwenye energy namba 3 au mke mwenye energy namba 3 au mfanyakazi mwenye energy namba 3 au bosi mwenye energy namba 3, maana yake ni mtu sahihi sana. Lakini si rahisi kumpata mtu wa namna hii. Kwanza kabisa ni mtu ambaye ana uwezo kuvumilia sana katika nyakati nyingi ngumu. Ingawa anapenda kusasusa, anasusa kwa muda mfupi na baadaye anarudi, maisha yanaendelea. Kwa hivyo basi mimi nikwambia ndugu yangu ambaye tufuatilia katika vipindi vyetu hivi, kumbuka kwamba huyu ni mtu ambaye alizaliwa ndani ya mwezi wa 3, maana yake ana energy namba 3. Unawezekana hapo ulipo nyumbani una mwanao umemzaa katika mwezi wa 3, unaweza ukapitia hizi taratibu, unaweza kubaini miongoni mwa mambo mengi ambayo yaliyozungumzwa hapa, nani machache tu katika yale ambayo yaliyozungumzwa katika tafiti. Inawezekana yako mengi ambayo hapa hatujaweka, lakini yanayo hayo. Lakini pia kama anazo katika chemchembe hizi ambazo unaona hapa, kubwa zaidi kutazama namna gani unaweza kuishi naye huyu mtoto wako au huyu mkeo au
huyu mumeo, kwa sababu pia wapo wanaume pia wanazo stahili hizi. Sasa usipokuwa makini unaweza kumpoteza mtu ambaye alikuwa ni sahihi kwa upuuzi tu na ukaamini kwamba kwa jambo hili afai na hivi, kwa vile huyu ndio kwa mtu sahihi sana katika maisha yako na akaweza kuvusha katika hatua ambazo ni ngumu. Kubwa yote kwa yote kwamba fuatilia darasa hizi, kwa sababu darasa hizi zina natija iliyokuwa bora sana na zinaweza kufungua, na unaweza pia mambo mengine ukadharau sana kupitia darasa hizi, hasa unapokuwa nyumbani kwako, kuepusha migogoro sio kwa lazima, kwa sababu ya kumjua mtu wako ana energy namba ngapi. Kwa hivyo kheri zinaweza kupatikana biidhnillah subhanahu. Kumbuka kwamba pindi vitu hivi naruka hapa Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, kila siku kuanzia majira ya saa 2 asubuhi mpaka saa 10, na hapa ndio sehemu pekee za kupata darasa hizi, lakini pia unaweza kupata taaluma zilizo bora zaidi, energy za namba, energy za majina, lakini pia energy za miezi ya kuzaliwa, yote yanapatikana katika darasa zetu hapa. Ukifuatilia naamini kabisa hakuna darasa hata moja ambalo tutakaloweza kutolewa na usiweze kulifuatilia, sababu yote yana ladha ya taaluma kubwa, na taaluma hizi zinapatikana hapa kwetu. Kumbuka kwamba hii ni energy namba 3, maana kipindi kijacho kinafuata kwenda kutazama energy namba 4, kwa mtu ambaye alizaliwa mwezi wa 4 anakuaje na nini ambapo unaweza ukazingatia kwake ili kuvuna yale yaliyokuwa mazuri na kheri nyingi siweze kupatikana. Sina la ziada, nikwambie tufuatilie vipindi vyetu ili kupata ladha iliyokuwa bora kabisa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini.